Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MWAUWASA imesaini mkataba wa utekelezaji wa mradi wa kuboresha mfumo rahisi wa uondoshaji maji taka katika maeneo ya milimani jijini Mwanza kwa lengo la kuimarisha usafi wa mazingira na kulinda Ziwa Victoria. Mkataba huo wenye nyongeza wenye thamani ya euro milioni 7.86 sawa na bilioni 22 za Kitanzania umesainiwa baina ya MWAUWASA na Kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria, ukishuhudiwa na viongozi wa serikali walioongozwa na mkuu wa wilaya ya Ilemela Amidi Mkalipa. Mradi utawezesha upanuzi wa mtandao wa maji taka katika maeneo ya Kiseke, Lumara na Ilemela kwa ulazaji wa kilomita 25 za mabomba, maunganisho mapya kwa takribani kaya 1800 pamoja na taasisi na majengo ya kibiashara, ujenzi wa kituo cha kusukuma maji taka, ujenzi wa maabara maalum na ununuzi wa magari mawili ya kunyonya maji taka. Wa mkataba wa kupokea fedha kiasi cha euro milioni 7.86 kwa ajili ya kuboresha mfumo wa usafi wa mazingira katika jiji letu la Mwanza. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na wenzetu hawa LBBC, lakini pamoja na taasisi ya fedha ya Ujerumani KfW kwa fedha hizi ambazo ni za msaada, ili tuweze kutekeleza miradi ambayo inakwenda moja kwa moja kuwanufaisha wananchi na wakazi wa jiji la Mwanza. Katika awamu hii ya fedha hizi ambazo tunazipata sasa, kazi inayokwenda kufanya ni utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mfumo rahisi wa uondoaji na ukusanyaji wa maji taka kutoka katika vilima vinavyozunguka jiji la Mwanza, ikiwa ni mwendelezo wa kazi ambayo tayari imeshaanza, ambapo tunatarajia nyumba zipatazo 1800 kuweza kuunganishwa, lakini katika awamu hii tutaunganisha pia baadhi ya taasisi, lakini na majengo ya biashara ikiwemo kama mahoteli ambayo yatakuwa jirani na eneo la mradi. Lakini jumla ya kilomita zitakazohusika katika mradi huu ni 25, na vile vile tutajenga kituo kipya cha kusukuma maji taka hapa Ilemela, na vile vile tutanunua magari mawili ya ukusanyaji wa maji taka katika maeneo mengine, na ujenzi wa maabara maalum ya kuangalia mwenendo wa usafishaji wa maji taka katika jiji letu la Mwanza. Tuliona pia umuhimu wa kuweza kuboresha sehemu ya mfumo wa uchakataji wa maji taka katika bwawa letu la Butuja, na yote hii itafanyika chini ya mradi huu. Huu ni mradi au ni programu ya kikanda. Kwa nini Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria tulikuja na wazo la programu hii? Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na Mheshimiwa Mkurugenzi na Mheshimiwa mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya MWAUWASA, ukona mji wa Mwanza huu una wakazi takriban 1.5 milioni, na wengi vyoo vyao si salama, mifumo yao ya maji taka, ya choo, miundo mbinu ya vyoo na wanaopeleka maji taka yote ya majumbani si rafiki. Kuangalia, bahati nzuri mji wa Mwanza unapendeza, una vilima, una milima. Uchafu wote asilimia kama 30, asilimia zaidi ya 30, asilimia zaidi ya 70 unaingia ziwani. Kule hata vinyesi kutoka chooni, maji taka ya viwandani, mahotelini, yote ingia ziwani. Hasa mji wa Bukoba pia huko vile vile, Msoma vile vile, mji wa Bunda, miji midogo kama wilaya ya Magu, Kibara, Geita,
Ukerewe, kwa mkoa wako wa Mwanza huu. Ukienda nchi kama Uganda, tuna jiji la Kampala, Entebbe, Jinja, vyote hutiririsha maji ya Ziwa Victoria. Na miji kama Homa Bay, Kisumu na miji midogo midogo ya nchini Kenya pia hutiririsha maji yake Ziwa Victoria. Si maji safi, maji taka, na taka ngumu. Unajua maana yake nini? Tunasukuma maji ya chooni na mifumo ya maji taka ya viwandani na kutoka mahotelini tunapeleka ziwani na hadi kwenye sehemu mbali sana ya ziwa, not offshore. Then tunapampu maji yale machafu kupitia mifumo ya maji ya kunywa, tunarudisha majumbani kuoga, kunywa na kupikia. Zamani kulikuwa na watu wanasema ziwa ni pana, taka hazichafui. Kuna mifumo kidogo ya wenyeji walikuwa wanasema vile. Lakini leo ubora wa maji ya Ziwa Victoria umefikia hatua mbaya sana. Kwa tafiti tulizozifanya, kama tukiendelea tabia hii, baada ya miaka 30, 40 ijayo, haya maji hayatafaa kitu. Tutakuwa na ziwa mfu. Hataweza kustawisha samaki na viumbe hai huko viko. Hata teknolojia ya kuyatibu, ndugu yangu Kurugenzi Dadaneli, hutaweza kuwa na teknolojia ya kuweza kutreat. Hapo ukitreat kwa teknolojia hiyo kubwa, wananchi wa kawaida waweze kuyamudu pia kuyatumia. Mkurugenzi wa MUWASA, ukipata changamoto tuambie, tukusaidie kuchukua hatua. Kwanza, wananchi kuheshimu miundombinu, kwa sababu kule tunakopeleka ni juu. Miundombinu lazima iheshimiwe, isionekane sasa kwa sababu ni mabomba mtu anaweza tu akakata bomba akalichukua bomba kwenda kufanyia mambo yake mengine. Mtaa utakaoharibu miundombinu kwa bahati mbaya au kwa makusudi, tutachukua hatua kali kama serikali, kwa sababu hizi fedha ni nyingi na tunaamini ili ni kwa ajili yao na afya zao pia. Kwa kazi ya serikali kule kwenye kila mtaa tunayo serikali ya mtaa, nao tutawaambia na kuwashirikisha kwamba miundombinu hii ya maji taka iheshimiwe na isibagazwe kwa namna yoyote ile, na sisi kama serikali tutailinda miundombinu hiyo, na hiyo ni shughuli yetu ya kila siku. Lakini jambo la pili, malipo ya huduma yenyewe. Inaweza yakaja malipo kidogo kwa ajili ya hiyo huduma, na ukizingatia kwamba ni lazima tulipe kidogo ili mradi upate sustainability. Kwenye hilo pia wale watu sugu ambao wao wanaweza kutaka wasilipe kwa namna moja ama nyingine, kwa umaarufu wao, kwa ukubwa wao, au kutokana na eneo wanaloishi, hiyo pia ni kazi yetu. Tutakusaidia kuhakikisha ule mchango wanaochangia, maana haya sio malipo, ni mchango wanaochangia ili huduma ijiendeshe. Ni wajibu kuchangia huduma hizi